Tusome katika jina la Yesu. Mara moja akalazimisha wanafunzi kuingia chomboni kutangulia mbele yake kwenda ngambo, wakati yeye alipokuwa akiruhusu makutano, na alipokuwa akiwaruhusu akapanda mlimani peke yake kuomba. Na wakati wa magharibi ilipokuja alikuwa pale peke yake, lakini chombo kilikuwa katika bahari, kikataabishwa sana kwa mawimbi kwa sababu upepo uliwatokea mbele. Kwa zamu ya 4 ya usiku akawaendea kitembea juu ya bahari. Wakati walipomuona wanafunzi kitembea juu ya bahari, wakafadhaika wakisema ni maono, wakalalamika kwa sababu ya oga. Lakini Yesu akawaambia mara moja akisema, msiogope, ni mimi, muwe na furaha. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niruhusu niamuru nifike kwako juu ya maji. Akasema, kuja. Akashuka chomboni akatembea juu ya maji. Amen. Tunaweza kukaa. Somo nzuri tunayo inasema faida za kutembea na Mungu. Msalimu ndugu yako, mwambie zipo faida katika kutembea na Mungu. Kuna faida. Tazungumza faida 10 za kutembea na Mungu. Kuna tofauti ya kutembea na dini, cheo, karama, kipawa na kutembea na Mungu. Utofauti upo. Usijivune kwa ajili ya dini, kwa ajili ya cheo fulani. Ujivune kwa sababu ya kutembea na Mungu. Unaweza kuwa huna pesa, uko maskini, lakini unatembea na Mungu. Na ni wachache sana ambao walitembea na Mungu kwa kizazi chetu. Na Mungu ametupa hii somo ili itusaidie na ifungue maisha yetu. Katika Biblia kuna watu walitembea na Mungu, wale wakina Ibrahimu, wakina Daudi, mitume na manabii, na wote waliotembea na Mungu kuna faida zilionekana. Faida kubwa ya kwanza, mtu akitembea na Mungu hana oga, hana wasiwasi, kwa sababu anajua siko peke yangu, kuna yule aliye pamoja nami. Jambo la kwanza, Mungu akitembea na wewe anakuambia usiogope. Alafu anapokuambia usiogope, anasema usiogope kwa sababu niko pamoja nao. Mmoja nipe amen vizuri. Yaani mnapotembea ni kama rafiki, lakini sasa Mungu saa zingine anageuka simba. Anapogeuka simba manake anajua kuna maadui wako. Kwa hiyo huna wasiwasi ya kuogopa mchawi au kuogopa nani anakuchukiaka, nani mwenye anakupenda. Huna lazima ya ile. Mwenye anachukia anabakia na ile version yake. Mwenye hataki uendelee abakie vile. Lakini kuitika wala kukataa, Mungu atakuinua mbele ya macho wale wanakuchukia. Kwa hiyo mtu akitembea na Mungu hana oga ya kesho. Anajua kwenye siyafika, Mungu yeye alishafika. Manake tuko na assurance ya future yetu kwa sababu tunajua hatuko peke yetu. Hawezi tembea na Mungu uende nyumba za wachawi, ukamate irizi. No. Una wasiwasi. Unajua aliye pamoja nami ni mkubwa. Ndio maana kuna watu wanatembea na Mungu, unaweza fikiri ana kiburi, kumbe anajijua. Hana kiburi, anaweza kuwa na shida na hata kusengerea. Si kwa sababu anajiinua, lakini hataki madharau. Unajua mtu akitembea na Mungu hataki madharau. Na mtu asikudharau kwa sababu ya vitu vya dunia, kwa maana kuna siku Mungu atakupa nayo. Nataka nikupe ujasiri asubuhi ya leo. Huna baba, huna mama, uko na Mungu. Baba amezeeka, hana pesa, uko na Mungu. Watu wamekuacha, wamekudharau, uko na Mungu. Yeyote anayetembea na Bwana atoshe oga. Resulta ya munganga haiwezi kutosha kudunia kama Mungu hayasema. Kwa sababu tu unatembea na Mungu, Mungu anakuambia usiogope.
Usiogope, manake kuwa na ujasiri. Mtu mmoja aseme amen. Kama unataka anza mpango fulani, anza ule mpango. Kama ni biashara, anzisha biashara. Kama ni ndoa, fanya ndoa. Usiogope. Yaani mtu asikogopeshe kusema hivi vitu hawezi receive. Unajua fulani alianzaka na akashindwa. Sema yeye alikuwaka peke yake, lakini mimi siko peke yangu, Bwana ni pamoja nami. Nani kwa hapa nipe amen zaidi ya kawaida? Kama wakina Daniel waliingia ndani ya pango la simba, ni kwa sababu walikuwa pamoja na Mungu. Walikuwa na ujasiri wa kipekee. Kwa hiyo wale walio na Mungu ni watu wanatembea kwa imani. Jambo la pili au faida ya pili, Mungu akitembea na mtu, Mungu humfunulia mambo yatakao kuja. Je crois la révélation. Je crois que Dieu parle. Yeyote anayetembea na Mungu, hata ndoto zake Mungu anamsumulia. Kwani Biblia inasema Bwana hatafanya jambo asipowafunulia watumishi wake. Anayetembea na Mungu atembee na information. Information ziko nyingi. Zingine ukizisikia hautaomba tena. Zingine ukijisikia hautakula tena. Lakini baada ya information, tafuta kujua ainsi dit l'Éternel. Tafuta kujua nini Mungu anasema. Ukitembea na Mungu atakufunulia, na mashaka hautakuwa nayo. Ndio maana watu wanaotembea wenyewe na wanaotembelewa na Mungu hawako sawa sawa. Pale wengine wanakosa njia, wanarudi nyuma. Wanaotembea na Mungu wanaangalia mbele, kwani Mungu anaongea nao katika hisia, katika ndoto, katika dhamiri na kwa njia nyingi. Faida ya tatu kubwa, anayetembea na Mungu, Mungu humkutanisha na watu wa maana. Labda unielewe vizuri. Petro ni mtu anavua samaki. Petro ni mtu wa kizazi kipya. Lakini mlimani alipokwenda na Yesu kuomba, aliona Musa, akaona Elia, watu ambao hakuzaliwa nao. Ina maana pia ukitembea na Mungu, anaweza kukutanisha na watu ambao hawako wa generation yako, hawako wa niveau yako, na mnakaa fasi moja. Asubuhi ya leo Mungu akuletee watu ambao hawajui walitokea wapi, lakini kwa sababu ya kutembea na Mungu, Mungu atakukutanisha nao. Nani kuna amen zaidi ya mwenzake? Vous savez pourquoi? Parce que derrière chaque relation, il y a des relations. Et derrière chaque conflit, il y a des conflits. Ukifanya relation na mie, na niko na relation na Asumani, itika ukatali, Asumani atakujua. Sio mimi naeleweka vizuri? Asumani atakujua pourquoi? Parce que mie naye tuko na relation. Niko na relation na Pasteur Emery. Ukifanya relation na mie, Emery atakujua. Kuna siku takia nitembelea, munakutanana fasi moya, na mimi naanza kusema huyu naye ni mwenzetu, huyu naye ni rafiki yangu. Manake nyuma ya urafiki yangu mimi na wewe inakupatia ingine urafiki. Sasa wanaotembea na Mungu mdunia ni wengi sana. Wengine ni Wakatoliki, wengine ni wa dini nyaujue. Kwa sababu nyiba poro mlishafikiri kama Mungu ni wa mkartie yenu. Mbele mporo akuwe, Mungu alikuwaka. Mbele musulman akuwe, Mungu alikuwaka. Mbele Katoliki akuwe, Mungu alikuwaka. Hakuna dini yoyote yenye leta Mungu mdunia, lakini Mungu ni mwanzilishi wa kanisa. Manake wanaotembea na Mungu wako wengi sana. Alafu wewe ukitembea na Mungu, anakukutanisha na wale wengine ambao wanatembea nao. Naweka mkono juu asubuhi ya leo, Mungu akuletee watu wa kila aina wanaotembea naye. Nipi amen zaidi ya jirani yako, na Bwana ataifanya. Sema kwa jina la Yesu, Bwana usikubali nikutanane na ba magicien. Usikubali nikutanane na watu wasiofaa. Nikutanishe na wanaotembea na wewe katika jina la Yesu. Nipe amen zaidi ya mwenzako. Mungu atakukutanisha na mtu mwenye hauko naye kabila moja, na utasema namuona Musa, namuona Elia. Alijuaje kama ni Musa na Elia? Alikuwa na ufunuo. Yaani wanaotembea na Mungu wana nini? Wana ufunuo.
Jambo la nne, tukitembea na Mungu wa mbinguni, itika wala ukatale. Mungu akitembea na wewe atatembea na watoto wako pia. Labda usikie ungisema amen vizuri. Mungu wa Ibrahimu ndiye Mungu wa Isaka, ndiye Mungu wa Yakobo, ndiye Mungu wa Yusufu, ndiye Mungu wa Manase. Mungu akitembea na wewe atakamata mtoto wako, atakamata mjukuu wako na mtoto wa mjukuu wako. Kwa hii maneno, laana ya jamaa yako itoke na historia ya Mungu ianze ingia mjamaa yako. Vile uko hapa tarehe ya leo, Mungu akontrole viuno vyako leo na afanye agano na watoto uliowazaa. Hata kama leo wangali kama wanapotea, mbingu itawakamata mahali walipo, na nyuma yako wewe kuna watoto watatikisa dunia. Nipe amen. Mungu aifanye katika familia lako. Mungu hataishia kwako, atafata watoto, wajukuu, wajukuluza. Hautakuwa mdunia, utakuwa paradiso, na uko naona raha ya watoto uliowazaa. Kama watoto wa wengine waliharibika, wako watatengeneza dunia. Anayetembea na Mungu, Mungu hutembea na kizazi chake. Kama mnaamini laana ya jamaa, mimi naamini pia baraka ya jamaa. Na niko na amen zaidi ya mwenzake. Niko naona mtu mwenye Mungu wa mbinguni atafanya jamaa yake yanze ogopewa. Wanasema msiguse jamaa ya fulani ile. Watoto wa Jehova Nisi kote mtapita, mtaanza ogopewa. Watu watasema wale ni watoto wa fulani. Hakuna mlozi atakamata mtu hapa katika jina la Yesu. Nipa amen. Mungu abadilishe maisha yako. Leta amen mara 3 zaidi. Geukia voisin, mwambie mtoto wangu hatashindwa. Watoto wa watumishi wa Mungu wanaharibikaka, wetu hawaharibiki. Watafanikiwa kiroho, watafanikiwa kimwili, watatawala nchi hii. Vile Mungu amekuleta hapa, akontrole jamaa yako mahali pote ilipo. Ibrahim amemtolea Mungu sadaka, lakini Mungu anasema hii wakati ulimtolea sadaka, hata Lawi ametoa sadaka. Lawi si mtoto wa Ibrahim, Lawi ni mjukuluzu wa Ibrahim, 4e generation. Vile tunapoonekana mpresence ya Mungu, hatuonekane peke yetu. Na wale ambao huyazaa, Mungu alishawajua watapitaka mwa ile tumbo yako. Paske Biblia nyo inasema kabla hujaingia tumboni kwa mama yako nilikujua. Manake wale ambao watapita mtumbo yako na wale ambao walishapita mtumbo yako, Mungu awafanye baraka katika ulimwengu tunaoishi sasa. Mtu mmoja anipe amen zaidi ya mwenzake. Oh yes. Faida ya 5 kubwa ya watu wanaotembea na Mungu, hawakufe kifo cha bahati mbaya. Wanakufa wakimaliza kazi. Yani hawakufe kwa sababu shetani alisema, au walozi walisema, au maaksida yeko prepare na ba Rosicroix walisema fulani ya kufe. Rosicroix alisema aksida ifanyike, nyumba ilungule. No, anakufa akizeeka, au anakufa wakati Mungu anasema wakati yake inafika. Ndio maana ukwe na assurance ya kujua leo mlozi hata kutoshaka mudunia kama mission yako hayaisha. Juu ya hii neno, kila serkenye iko prepare juu yako ya esprit de mort, tunaipasua na kuiangusha katika jina la Yesu. Nipe amen zaidi ya jirani yako. Geukia watu 7 waambie hatukufe kwa mipango ya watu. Hatukufe kwa ajili ya majini. Hatukufe hata ukituchukia. Hatukufe kwa sababu ya mambo ya kawaida. Yes. Tutakufa tukimaliza kazi. Yes. Nakataa hakuna mwenye atakufa na mimba mwa hii kanisa. Nakataa hakuna mwatalungulia munyumba. Juu ya madhabahu hii Bwana aondoe mauti kwenye maisha yako. Amen. Nasema Bwana aondoe mauti kwenye maisha yako. Napokea. Weka mkono juu ukirukaruka utabiri uzima. Ukiamini kwamba nitaishi
sitakufa. Praise the mighty Lord. Kila aksida yenye ilikuwa mbele yako iko nile sans effet. Woga na wasiwasi hatuna. Mtu akikwambia utakufa, mwambie utanitangulia. Mikufa sifi. Makrashi ya maavio iko nile sans effet. Tutatoka mudunia tumemaliza kazi. Maiti yako mlozi hata ikulaka. Hata ikulaka haiko tu juko wa Mungu. Juu utakuwa ulishazeeka sana, nyama ilishaisha. Ndani ya Mungu tunaishi maisha marefu. Nani kuna meni zaidi ya mwenzake? Pour ton information, ingelikuwa watu wanatumalizaka kama hatukuwake tena. Ulishakunywa sumu, ushalogewa, ushachukiliwa, lakini neema ya Bwana iko juu ya maisha yako. Na niko nasikia sauti imeniambia nikwambia anakuongezea miaka tarehe leo. Niko nasikia sauti nasema anakuongezea miaka tarehe leo. Nani iko na amen zaidi ya mwenzake? Kaa chini nikupe vitu hapa. Ambia ndugu yako mwalimu ataongea. Faida ya 6 kubwa ya kutembea na Mungu. Anamtosha mtu chini, anampandisha juu. Mimi nakuja kukonfirme kama Mungu anapanaka pesa. Hakuna mwego d'accord na mimi. Ukitembea na Mungu atakutosha muumaskini, anakuweka ndani ya utajiri. Na kama kuko mwangali na probleme hapa na pesa, lokateri wa nyumba, mwanzo na mwisho hauna, mbingu ifungule mabanke zake. Wale watoto wa Jehova Nisi walio hapa, mbingu ifungule milango ya baraka. Wangapi wanaamini Mungu anapanaka fedha? Daudi anasema tangu nilikuwa kijana nimezeeka, sijaona mwenye haki anaachwa, wala uzao wake unaombaomba njiani. Kama mnaweza amini shetani anapanaka pesa, kwa nini Mungu asiipane? Yeye ndio anapiga kifua anasema fedha na dhahabu ni vyangu. Na ukitembea na Bwana, fedha na dhahabu ni vyako. Manake umaskini ni adui ya Ukristo. Mtu mmoja nipe amen vizuri. Hatutaenda Freemason, hatutaingia lodge, hatutaacha Mungu, na tutafanikiwa tu kwa maana anainuaka walio wake. Sitaki kutembea na Mungu kiumasikini. Mwenye iko d'accord na mimi nipe amen vizuri. Nasema sitaki kutembea na Mungu kiumasikini. Eske Mungu ni maskini? Faida kubwa ya 7, anayetembea na Mungu anaweza pitia njia yenye miba, yenye michongoma, yenye kuzaraulika. Ukikosa vita katika njia zako, ujue hautembei na Mungu. Nilitambua kwa hii hakutakuwa amen. Ukikosa vita, aseme hata nikipita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Tunapotembea na Mungu tutapita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Lazima uelewe kile kitu. Kila alitembea na Mungu alikutana vita. Ukiona hauna vita tena, ujue hautembei na Mungu, unatembea na shetani mwenye anapiganaka vita. Kwa sababu muko naye hawezi kupiga vita. Lakini ukitembea na Mungu lazima utapata vita. Ndio Biblia inasema ils feront la guerre. Watakufanya vita lakini hawatakushinda. Manake anayetembea na Mungu vita viko. Kuko tu mtu mwatakuchukia bila sababu. Kuko mwatatembea mema anaisahau msegonde juu ya kosa moya. Kutu mwatakuteta na mchangie naye mipaka. Kutu mwenye susi yake utoke mjehova Nisi usionekanake tena. Lakini Bwana akiwa upande wako, hakuna atakayekuwa juu yako. Ile vita yenye uko naona leo, faida kubwa ni kwamba itageuka ushuhuda kesho. Kila aliyetembea na Mungu anakuta vita, lakini baada ya kuvikuta inageuka ushuhuda.
Mtu mmoja nipe amen vizuri. Israeli mbele ya bahari ya Shamu. Napenda ujumbe huu. Wanakuta vita bahari ya Shamu, lakini si wanatembea na Mungu. Mungu anamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wasiogope, wakae kimya, nitawapigania. Bahari ya Shamu nafanya nini? Inafunguka. Israeli wanapita kwa bahari ya Shamu mpaka nchi kavu. Fangalia nyuma njia, Farao naye anakuja na majeshi na silaha. Israeli walivuka bahari ya Shamu bila gari, waliivuka bila bato. Israeli walikuwa na miguu, lakini pamoja na miguu walikuwa na Mungu. Sio tunaelewana vizuri? Sasa walikuwa na Mungu. Bahari iliheshimia, najua hawa wana Mungu. Na ni yeye alitufanya shi bahari tuache njia. Wanavuka mpaka nchi kavu. Farao anakuja na silaha na majeshi na magari. Anaona barabara, anaona njia, anazani ni yake, kumbe ni ya wateule wanaotembea na Mungu. Farao na anapenda apime sana, anza ingia munjia bahari na comprendre kama kekinapitisha hapa ni courage, kekinapitisha hapa ni kuigaiga tu, kekinapitisha hapa ni esprit de mort. Wakaenea ndani ya bahari. Mungu akamwambia Musa, nyosha fimbo. Kwa nini Farao anakufa na jeshi lake lote? Alitembea peke yake munjia yenye unapewa tembea na Mungu. Hii dunia ukitembea peke yako utazama kwenye mwingine alipita. Na ukitembea na Mungu utapita kwenye mtu hawezi pita. Kuko mtu mwenye yuko mwa kanisa leo, ulishapitia masituasyon yenye ukielezea mtu hawezi itika. Na nakwambia ulipitaka mwa hivi ya yeye na ukaendelea kuishi. Response ni moja, sikupitaka peke yangu, nilipitaka na Mungu iko pamoja nami. Ndio maana nilipita kwenye mwingine hawezi pita. Nipe amen zaidi ya jirani yako. Hii shida yenye uko napita ndani, nasema haitakuua. Utaitambuka na utafika upande mwingine. Na watasema ulifika hae, utawaambia siko peke yangu, nilitembea pamoja na. Aseme Farao na jeshi lake na wapanda farasi. Manake mwenye alikuwa na moyen de transport akakufia mbari ya Shamu. Wala ambao walikuwa wapieto wakapita mbari ya Shamu. Kwa maana Mungu alikuwa pamoja na. Bila msaada wa wazungu tutajenga kanisa. Na watasema mulijenga response ni moya, hatuko peke yetu, tuko pamoja na Bwana. Wale waliona Bwana walete makofi zaidi ya kawaida. Unajua c'est parce que huyaelewa, lakini benye Mungu anakuepushaka ndani. Ingelikuwa hauna maombi na neema ya Bwana kama ulikufaka. Ukiona watu wanaanza kukuchukia bila sababu, manake plan ya monde ténèbres lisha ishue, njo kolere naanza onekana mpubliki. Haujanielewa vizuri? Mulozi akikuatakia na shindwa, anainua vita ya maneno. Paske anaona huyu mtu iko shindikana kwangu. Kwa hiyo vita mingi ni confirmation ya kusema huko n'importe qui. Monde ténèbres uko naharibisha mambo ya kila aina. Tutapita kwenye mwingine hawezi pita. Daniel, unatoka mtundu la simba. Response ni moya, siko peke yangu. Mtu mmoja nipe amen vizuri. Jambo la saba kubwa au nani? Tukitembea na Bwana anajikaza sana ile punda muidekore mbele aipandie. Anasema punda muilete, wanaileta, wanaidekore, wanaivalisha mavazi. Yesu anatembea yule ya ile punda. Mungu akitembea na wewe hata ya kubariki anakutakacha kwanza. Unaanza fanana franga na una ta $1 mkonti. Na unakuwa machafu, makivukutu ya saa yote. Watu wanawazoko na kitu mwele sakame, kumbe ni minyambio tu na mamishwa. Neema ya Bwana iko juu yako. Mungu ataweka maadui yako mconfusion. Nani kona amen zaidi ya jirani yake? Tukitembea na Mungu tunafanana makuta. Mafuta bei chini tena normal.
chakula ya mwesher, sante ya normal. Hakuna capital, maisha naendelea. Hakuna salaire, lakini mambo iko sawa sawa. Pesa ya kulipa nyumba hauna, unashinda baere bunene. Mungu wa mbinguni akitembea na wewe anakudekore, anakufanya wa furaha. Ndio maana usipoteze furaha yako juu ya mambo ya dunia. Chunga furaha yako. Kenya kiakamata leo kitakamata tu. Nani kona amen saidi hapa? Kenya hatuna leo tutakipata tu. Walio na Mungu hawana wasiwasi. Kama mtu anaweza jitoa pesa yenye iko nayo, nyumba yenye iko nayo, aitolee Mungu. Juu anajua mwenye alinipaka hajakufa, atanipaka ingine. Geukia voisin mwambie jirani, sifataki vyako, hata useme Mungu ni pamoja nami. Nikufatie nini jirani? Endelesha kinywa. Mimi naangalia mbele. Na hapa kutoka sitoki. Baraka yangu itaonekana hapa. Mtu mmoja nipe amen saidia mwenzake. Geukia voisin au voisine mwambie mwalimu anataka ongea. Niongee. Nataka kupa ufunuo ambao haujawahi kusikia tangu kuzaliwa. Tukitembea na Mungu, pale tulishindwa jana, tutaweza. Rudilia, sema tukitembea na Mungu, pale tulishindwa jana, tutaweza. Nani ko d'accord na mimi? Nafungua kitu hapa. Tukitembea na Mungu, pale tulishindwa jana, tutaweza. Tuko pamoja? So, sio kama nifungue. Yesu yuko natembea wapi? Ndio tulisoma pale. Petro anasema hivi, kama ni wewe, niruhusu nikufuate. Anamwambia Petro, anasema sawa. Anapiga mguu mmoja, 3, 4, anaanza zamu. Anasema hivi, Yesu niokoe. Swali yangu ni hii. Petro anazama. Yesu alikuwa mbele, alikuwa nyuma? Alikuwa mbele. Shimo ilikuwa wapi? Si ni mbele? Nilisema juzi hapa. Mwingine anapaswa rudia nyuma kwa anajua huku sikuzama. Petro yeye anasema Yesu niokoe. Anamshika mkono Yesu. Baada ya kumshika mkono, wataenda wapi? Mbele koma. Wataenda kule kwenye Petro alitokea juba ingie mchombo. Sasa kwenye alizama ni wapi? Si alizama huku. Akosa mnielewe vizuri. Mtanielewa. Sasa iko anakuya hivi, si anazama hapa. Yesu yuko mbele. Sasa Yesu anamuokoa na mshika mkono. Watarudia wapi? Si watarudia kule. Ukisema anarudia pamoja, anazama tena. Pourquoi azama? Sasa alikuya yeye peke. Mesa kurudia wanatembea na Yesu. Oh my God. Kwenye ulizama jana hautazama tena. Kwenye ulikosa jana hautakosa tena. Kwenye ulizaraulika jana hautazaraulika tena. Kwenye ulizama we peke hautazama na uko na Yesu. Sema siko peke yangu. Nani kona amen zaidi ya mwenzake? Petro analoa samaki usiku mzima anakosa. Juu ya nini? Paske alikuwa analoa ye peke. Sa Yesu anakuja asubuhi, alikosa tena. Kwenye ile sura ilikuima ndoa na uko we peke. Pima tena. Yes. Wende fata ule exe leo mwambie nishakuwa na Yesu. Pita hapa. Maisha endelee vizuri. Nipe amen zaidi ya jirani yako. Na itabiri juu ya hii masababu. Kwenye tulishindwa hatutashindwa tena. Kwenye tulikosa tutakosa tena. Kwenye tulipata esheke kutakuwa reisite. Paske hatuko peke yetu. Salimia watu watatu mwambie jaribu tena. Praise the mighty Lord.
mtu asikudharau kusema hawezi olewa juu ya miaka, hawezi olewa juu ya sura, hawezi olewa sijue juu ya masomo. Mbingu ikipanga baraka zako, ukuwe na assurance ya kujua hauko tena peke yako. Kwenye wanakuchokoza na huko we peke, ita grand frère mrefu saa kunguru, mupite ile fasi, utaheshimika. Ni wale walio na Bwana hawazame mara pili, hawaanguke kila saa, hawashindwe saa zote. Wanajua mara ya kwanza tulikuwa peke yetu, lakini hii wakati mambo itakuwa ya kipekee. Mtu mmoja anipe amen vizuri. Petro amezama kwa sababu alikuwa hana Roho Mtakatifu, anakana Yesu. Siku ya Pentekoste anasema hatuwezi kana mambo tuliyoyaona na tuliyoyasikia. Aucune décision, hakuna decision yako itakuwa forte kama uko peke yako. Hata ulape kuendelea, uwezi ukaendelea. Lakini siku utaanza associer Mungu, unamuingiza msafari zako. Kwenye esheke ilikuwa ndio kwenye kutakuwa reisiti. Watu ambao walireisiri leo biko matemoignage ya maesheki. Takwambia tulikosa, tulishindwa, tulizaraulika, na leo tunareisiri. Hakubadilika, lakini Mungu alitembea naye. Mwenye alikuwa peke yake, Mungu amshike mikono tarehe leo. Akikushika mkono, ujasiri na ushujaa utaonekana kwako. Mtu mmoja nipe amen zaidi ya jirani yake. Sema ziko faida katika kutembea na Mungu. Na faida ya mwisho kubwa, tutafanya makubwa. Avec Dieu nous ferons des exploits. Unajua maana exploit? Exploit ni kitu ya kushangaza. Yani mtu atakuona siku moja anashangaa. Anasema, hii nyumba ya etage munani ni ya nani? Ase nione papa wa mfupi. Papa wa mfupi anaweza fanya vya hivi, haiko yeye peke. Hii orphelina ya 1000 orphelins ni ya nani? Ase ni ya fulani. Yani Mungu atakufanyia vitu vyenye havitakufanana. Unajua adui anaweza kupinga, lakini ma-exploit zako zinaanza muitikisha kama uko na Mungu. Mungu haiko tu mkinywa, Mungu ni wa ma-exploit. Nani kona amen zaidi ya mwenzangu? Tukitembea na Mungu tutafanya makubwa mkila domain. Sitaki mtoto wa Jehova nisi afanye jikase kuanzia sai kujiumbia exploit mkichwa. Anza rêver ma montage za yulu. Amini kama $5 millions inawezekana. $5,000 ni franga kuuza biskuit. Amini. Fiancé yako anakuambia sheri niuzie kabelo ya $600, mwambie ni franga kidogo, ongeza. Tunaona uamini. Panda ngazi saizi ya kuamini kama yote inawezekana. Mie nishauliza avion kwa aeroport, bei ya avion ni ngapi? Kanambia unataka safiri, nasema kuuza. Kanambia bei, nikasema sifurahie couleur. Memkichwa nishayua bei na nitaiuza. Sa imani yangu iko juu. Nakuwa napita na kupepea birere. Naandika pale kwa avion, par l'évangile. Sabu rafiki na mimi upate lifti. Mtu Kenya naamini ndio kenye Mungu anafanyaka. Naamini Jehova nisi takuwa na bato mlakivu. Kila mjehova nisi wende urudi. Na tunaandika par l'évangile. Awamini kile kitu. Avec Dieu nous ferons. Tutafanya makubwa. Hapana utafanya, tutafanya. Maana kama ushafanya haitaishia kwako. Na mimi nafanya, na mwingine atafanya,
Ndio maana walio natembea na Bwana wanafurahia baraka ya watu wengine. C'est trop bas kuendelea kukritike mwana kushinda niveau. Juu hautamremplacer. Mtu akibarikiwa, furahia zile baraka, ujiatashe naye, atakuambukiza baraka. Pamoja na Bwana tutafanya makubwa. Wangapi wako hapo wanaamini hawatakufaka bila kufanya makubwa? Tutafanya makubwa. Mtu mmoja nipe amen vizuri. Wale wanaotembea na Bwana, unamkritika kama anaendelea kukushinda. Unatukana anaendelea kukushinda. Basi haiko yeye peke, Mungu anamuongezea vitesi. Wanaotembea na Mungu wafurahie maovu. Wale wanaotembea na Mungu wafurahie machafuko. Wanaotembea na Mungu wanafurahia uwepo wa Bwana. Wakifanya mabaya, roho inakosa amani. Anayetembea na Bwana anajisikia sawa anapokuwa ndani ya Bwana. Kuna mtu yuko hapa nipe amen zaidi ya mwenzako. Niulizie ndugu yako, unatembea na nani? Ni mafundisho nitahubiri hizi dimasha kama 8. Nikuoneshe kama kutembea na Mungu ni kitu ya kipekee. Wale watu wanaoingiliwa manyumba, wanauawa na mabandi, hauawake na mtu mwenye ajue. Ni ule mwanatembeaka naye ndio mwanapanaka sinyali. Kuna mtu mkitia mu maisha yako, stress inaanza. Mauti na kufa. Heri utembee peke yako na Mungu kuliko ingie makakungu ya kusambasamba, utaregrete kesho. Sijue mimi naeleweka vizuri. Mimi namaliza kuhubiri, tusimame.